kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika sharia ya Kiislamu pana kitu kinaitwa hiba. Hiba ni zawadi, ni kitu anachotoa mtu kumpa mwingine bila ya kingine kinachotoka kwa yule anayepewa, sababu wakibadilishana hiyo inaingia kwenye biashara. Lakini mtu anapokuwa hai, ana akili zake timamu, akaamua mwenyewe kwa khiari yake kutoa mali yake, sehemu ya mali ile au yote au vyovyote itakavyokuwa, kumpa mwingine bila ya yule anayepewa kuwa ana kitu anawajibika kurudisha huku, kwenye sheria ya Kiislamu hiyo ndio inaitwa zawadi. Tofauti na wasia. Wasia nayo ina namna hii ya mmoja kutoa chake kumpa mwingine, lakini anayepewa atastahiki kumiliki kitu hicho na kuwa chake mara baada ya kuwa mtoaji amekufa. Na hiba anaitaja Mwenyezi Mungu katika Qur'ani kwenye Surah An-Nisa aya ya 4. Mwenyezi Mungu anatuambia baada bismillahir rahmanir rahim, fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Nyinyi wanaume mkishalipa mahari, yule mwanamke akipokea mahari yake kisha akaamua kukupa mwenyewe kwa khiari yake zawadi, Mwenyezi Mungu anasema mkipewa hivyo, kuleni kiwashuke kwa raha kabisa, kwa sababu hicho mlichopewa ni halali kwenu kukitumia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suratul Baqara aya ya 177, akizungumzia juu ya wema, kwamba wema ni kitu gani. Akasema wema ni kumwamini Mwenyezi Mungu, wema ni kuamini siku ya mwisho, wema ni kuamini malaika, wema ni kuamini vitabu, wema ni kuamini mitume. Lakini pia katika wema mtu kufanya wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabna sabili wasaili. Katika wema ni mtu kutoa mali yake anayoipenda, akatoa zawadi yeye mwenyewe kwa khiari yake, kuwapa ndugu zake wa karibu, mayatima, masikini, wasafiri walioharibikiwa kwenye safari zao, na wale wenye kuomba. Ikachukuliwa hapa pia kwamba hii inazungumzia pia zawadi, hiba. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akatuambia njia hii ya kupeana zawadi inajenga mapenzi kati yetu, pale aliposema tahadu tahabu, peaneni zawadi mtapendana. Lakini pia aliwaambia wanawake wa Kiislamu, akawaambia ya nisa almuslimat, enyi wanawake wa Kiislamu, la tahqiranna jaratun lijaratiha, jirani asimdharau jirani mwenziwe. Wanazuoni wakafasiri kwamba jirani asizuie, asikatae zawadi anayopewa kutoka kwa jirani mwenziwe hata kama ni kidogo, na jirani asijizuie kutoa zawadi kumpa jirani mwenziwe hata kama ni kidogo. Yote haya yakionyesha nafasi ya kutoa zawadi, hiba, ilivyotambulika, kukubaliwa ndani ya dini yetu ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake waliowema. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Suala la zawadi, hiba, ni jambo zuri linalokubalika katika Uislamu na si lazima, imewekwa ni khiari. Lakini jambo hili linazidi uzuri wake pale linapofanywa kwa ndugu wa karibu, kwa sababu ndani yake inapelekea kutekeleza kile alichokiamrisha Mwenyezi Mungu cha kuunga udugu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza tukipewa zawadi basi turudishe kitu kwa yule aliyotupa, kama hatuna hata kwa kumwombea dua. Imepokea kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipokea zawadi na akiwaombea dua wale wanaotoa zawadi zile. Kwenye Uislamu, zawadi utoaji wake umewekewa nguzo maalum, na nguzo zenyewe, kwanza lazima papatikane mtoa zawadi awe na akili zake timamu, hakulazimishwa, anajielewa vizuri, anatoa kwa khiari yake. Pili, lazima apatikane anayepewa zawadi hiyo. Tatu, lazima kiwepo hicho kinachotolewa zawadi, na kisha kuna kitu kinaitwa sigha, muundo wa zawadi, ambao ni mtoaji kutoa na mpokeaji kupokea. Na si lazima mtoaji aseme nimekupa na mpokeaji aseme nimepokea, lakini kwa nafsi ya mtoaji kutoa na mpokeaji akipokea, manake hilo hapo limetimia. Lakini sharti iliyopo ya zawadi ni yule anayepewa sasa kumiliki kwenye mkono wake. Haitoshi kusema nakupa na huyo akasema nimepokea, lazima kupatikane umiliki. Sasa hiki kilichotolewa kihame kutoka kwa mtoaji kiende kwa aliyepewa. Ikiwa huyu kasema nimetoa na mpokeaji akasema nimepokea, lakini utaratibu wa kuhamisha bado haujafanyika katika kipindi hicho, mtoaji anao uwezo wa kurudisha alichokitoa na akakitumia kwenye namna nyingine, na haambiwi kuwa kakosea. Hawezi, taratibu hazimruhusu kurudisha alichokitoa mara baada ya kuwa aliyompa amekwisha pokea na uhamisho ule umekamilika tayari, kiko kwenye umiliki wa aliyepewa. Utaratibu huu ndio utaratibu uliowekwa kwenye Uislamu, kwamba ukishatoa na uliyempa akishapokea, kiko kwenye milki yake, haifai kurudi tena kuchukua ulichotoa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yahillu lirajuli, si halali kwa mtu yoyote, ayuti atiyatan, kutoa zawadi, au yahiba hiba, au akatoa zawadi vile vile, fayarji fiha, kisha akarudi kwenye zawadi aliyotoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafananisha mtu huyu akifanya hivi, ubaya wa hicho anachokifanya, kamathali kalbi, ni kama mfano wa mbwa, yakulu, anakula kitu, faidha shabi'a, kisha shiba, qaa, anatapika, thumma ada fi qaihi, kisha anarudi kwenye matapishi yake. Nafasi ya kurudisha kilichotolewa kikiwa kwenye milki ya aliyopewa, amepewa mzazi peke yake, kwamba mzazi anaweza kutoa kwa mwanawe na bado baada ya kuisha kutoa anaweza kuchukua tena akarejesha.
Jambo hili ni muhimu sana tukalifahamu, kwa sababu tunatoa karibu kila siku, lakini je, tunatoa kwa taratibu za sawa sawa? Wakati mwingine unataka kutoa zawadi, lakini unaiweka kwenye mfumo wa wasia. Chochote unachotoa, kumpa mwanao, kumpa mke, au kama mke kumpa mume, kisha ukakiwekea kwamba atachukua uliyempa baada ya wewe kufa, hiyo sio zawadi, huo ni wasia. Una utaratibu wake na una kiwango maalum, isizidi theluthi. Lakini kwenye zawadi hakuna kiwango. Kinachozingatiwa ni kufanya uadilifu. Kama unatoa kwa watoto wako, fanya uadilifu kwa wanao. Usimpe mmoja wengine wasipewe, usimpe mwingine zaidi wengine wakapata, ili mradi kufanya hivyo utatengeneza magomvi na hasama kwa watoto wako. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, waadilu baina auladikum, na fanyeni uadilifu kati ya watoto wenu. Kutoa ni jambo jema, lakini lazima liendane na taratibu na miongozo aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha tukaambiwa mtu akitoa kabla hajachukua aliyopewa mtoaji akafariki, ule mkataba ule waliofunga wa kupeana hauharibiki, isipokuwa mrithi wa mtoaji atasimamia jambo lile kwenye namna mbili: ima kuendeleza katika kumpa aliyepewa, au kuzuia kutotoa tena. Yeye ndio itakuwa iko kwake yeye. Wanazuoni wanatuambia yeye atasimamia kwenye kutoa, kwenye kuzuia au kuruhusu kutoa. Kwa hivyo ni lazima tuyaelewe, na mpewaji yule anayepewa akifariki kabla ya kupokea, mrithi wake atasimamia nafasi katika kupokea. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaofuata yaliyo mazuri na wanayakimbia yaliyo mabaya. Kisha kwa mafundisho mazuri haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وبقية العشر مشرين بالجنة، وعن أزواج نبيك محمد وسبطي ذوي الإخلاص وصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد